Mpatie hai tena. Amen. Tuweze kupigia praise and worship makofi. Wanapoenda kukaa chini, waweze kubarikiwa sana kwa kazi nzuri ambao wanafanya katika nyumba ya Bwana. Bwana wa mbinguni awabariki sana. Amen. Asubuhi ya leo nimeokoka. Na ni Bwana amekuwa pamoja nami. Amen. Upande wangu wiki nzima nimemwona akinipigania. Wiki nzima nimemwona akinitetea katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Evangelist Gilbert Kemos. Nimeokoka. Kristo ni Bwana. Mimi ni mume wa mke mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kuchukua fursa hii kutambua mafuta ya kisima hiki. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kutambua uwepo wa wachungaji wetu ambao wako pamoja nasi. Uwepo wa Pastor ZP ambaye yuko pamoja nasi asubuhi ya leo. Mpige makofi mazuri. Pia ningependa kuchukua fursa hii kutambua uwepo wa Pastor Rahab ambaye yuko pamoja nasi asubuhi ya leo. Mpige makofi mazuri. Amen. Ningependa kuchukua fursa hii pia kutambua uwepo wa elders. Ninaona kuna elders ambao wamefika wako pamoja nasi. Wapige makofi mazuri. Pia ninachukua fursa hii kutambua uwepo wa waimbaji ambao wako pamoja nasi asubuhi ya leo. Wapige makofi mazuri. Pia nachukua fursa hii kutambua uwepo wa washirika wote ambao wameingia katika ibada ya asubuhi ya leo. Tupige makofi mazuri kwa sababu ya kufika. Amen. Asubuhi ya leo tunaenda kuingia kwa neno kwa dakika chache na mtaweza kubarikiwa. Na ujumbe wangu wa asubuhi ya leo tunaenda kujifunza kuhusu coming back to prayers. Coming back to prayers, kurudi kwa maombi. Katika jina la Yesu, acha tuamini kwa sababu ya neno. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru na kuinua. Asante Baba kwa sababu ya kipindi hiki ambacho umenipa ili nikaweze kushiriki neno pamoja. Siku ya leo naomba ukanitumie kama chombo chako katika jina la Yesu, maana wewe ni mfinyanzi na mimi ni udongo. Nifinyange kadri na mapenzi yako. Chochote nitakachokuwa nikiachilia, wote likawe ni neno ambalo linatoka kwako. Ninaondoa maneno yako na kuweza kutia neno lako ndani yangu katika jina la Yesu Kristo. Na alika malaika wako wakatawala wakachukua usukani wako sasa, na ni katika jina la Baba, la Mwana na Mtakatifu naomba nikiamini. Amen. Coming back to prayers. Kurudi kwa maombi. Hallelujah. Maombi, kurudi kwa maombi. Maombi ndio tunahitaji wakati huu. Bwana asifiwe. Katika taifa letu tunahitaji maombi. Katika kanisa letu tunahitaji maombi. Ndani ya maisha yetu wapendwa tunahitaji maombi.
kumaanisha nini? Hakuna kitu ambacho tunaweza kufanya bila maombi, wapendwa, katika jina la Yesu. Maombi, maombi, maombi. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 12 kuanzia mstari wake wa kwanza. Matendo ya Mitume 12. Matendo ya Mitume 12 kuanzia mstari wake wa kwanza. Kama umefika hapo naomba useme amen. Matendo ya Mitume 12 mstari wake wa kwanza. Biblia inasema kwamba panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatendea mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Mstari wa 4. Alipokwisha kumkamata akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Mstari wa 5. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa ule usiku ule Petro alikuwa amelala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakilinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mule chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Mstari wa 9. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Mstari wa 10. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingia mjini ukafungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu, akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote na taifa la Wayahudi. Mstari wa 12. Na alipokuwa akifikiri haya, akafika nyumbani mwa Mariamu, naye mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko. Na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Na alipobisha kilango cha lango, kijakazi jina lake Roda akaja kusikiliza. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo nilikuwa na tafakari, nikagundua kwamba bila maombi hakuna mahali ambapo tunaweza nenda, mpendwa. Jina la Yesu lipewe sifa. Bila maombi biashara zetu zitaanguka. Bila maombi taifa letu litajaa na vituko mingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Bila maombi ndoa zetu zinavunjika. Bila maombi kama vijana hatuwezi tukasimama. Jina la Yesu lipewe sifa. Bila maombi miili yetu itapigwa na magonjwa ovyo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kwamba baadaye Herode akampeleka Petro na akamweka gerezani. Jina la Yesu lipewe sifa. Na alipomweka gerezani akafikiria kwamba yote imeisha. Jina la Yesu lipewe sifa. Lakini Biblia inatuambia kwamba baada ya Herode kuwekwa gerezani, Bwana Yesu asifiwe, na
na watu wa kanisa walijua kwamba huyu Herode ndiyo ako na majeshi wengi, hatutawezana na yeye. Jina la Yesu lipewe sifa. Watu wa kanisa wakajua kwamba Herode ndiyo ako na silaha mingi sana, so tukianza kupigana na yeye hatutamweza. Bwana Yesu apewe sifa. Wakajua siri ni maombi. Jina la Yesu lipewe sifa. Ndiyo wakajua kwamba Herode amemshika Petro, amemweka gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hatafunga maombi. Aliweka Petro gerezani lakini hakumfunga. Alimfunga gerezani lakini hakufunga maombi. Jina la Yesu lipewe sifa. Hakufunga hata kinywa ya washirika. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo Herode ameingia gerezani, amefungwa pale, amefungwa minyororo. Bwana Yesu asifiwe. Amewekewa walinzi wawili waweze kumchunga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ilipofika masaa, Bwana akatumanishia Herode pale gerezani. Jina la Yesu lipewe sifa. Ni kwa sababu ya nini? Wakati Petro alienda gerezani, kanisa nao walikusanyika kwa nyumba mmoja. Jina la Yesu lipewe sifa. Tunaambiwa kwamba walikusanyika kwa nyumba mmoja ya mamake Marko, na wakajua kwamba hapa ndio tutakusanyika. Ndiyo kanisa linaweza kuwa limefungwa, lakini hiyo haitatuzuia tuweze kuingia katika maombi. Wakakusanyika mpendwa, wao walikuwa wanabisha mbinguni. Wakati Herode yuko pale gerezani, nalo kanisa liko huku linabisha mbinguni. Jina la Yesu lipewe sifa. Kumaanisha kwamba maombi ndio tunahitaji. Ndiyo kuna mambo ambayo hatuwezani nayo, ama kuna watu ambao hatuwezani nao, lakini kupitia maombi hakuna kitu kisichowezekana mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati ambapo Petro yuko gerezani, nao na kanisa nalo lilikuwa pale wamekusanyika. Jina la Yesu lipewe sifa. Linatuma signals mbinguni. Jina la Yesu lipewe sifa. Maombi ndio tunahitaji mpendwa. Maombi ndio unahitaji katika maisha yako. Bila maombi hakuna mahali unaweza enenda mpendwa. Katika jina la Yesu Kristo, mahali ambapo umefika leo hii mpendwa, ni kwa sababu ya maombi. Kuna mtu ambaye alikuwa anakuombea, ama kuna mtu ambaye anakuombea mpaka saa hii. Ndio maana umefika mahali ambapo umefika leo hii. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa umekaa hivyo, imagine kuna mtu ambaye halali kwa sababu yako. Kuna mtu ambaye halali kwa sababu yako. Jina la Yesu lipewe sifa. Wewe unaweza kuona kama ni wewe unajiombe, lakini behind that kuna mtu ambaye anakuombeaga. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunaona umeng'ara vile umeng'ara. Ndio maana tunaona unashine vile unashine sahi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya maombi. Maombi ndio tunatuma baraya, ndio tunatuma mpaka kwa watoto wetu, kwa sababu hatuwezi wafikia. Bwana Yesu asifiwe. Tunawatumia maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamwambia Bwana, ninaomba tu uweze kulinda watoto wetu. Tunatuma maombi hata katika biashara zetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo maombi ndiyo imesimamisha hata biashara zetu. Kazi zetu zimesimamishwa na maombi mpendwa. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Mengine hata tuwezi fikia, lakini ni kupitia maombi. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Ndiyo Herode alikuwa na majeshi wengi, alikuwa na kila kitu ambacho alikuwa anahitaji. Jina la Yesu lipewe sifa. Lakini akajua kwamba, akasahau kwamba kunaye mmoja ambaye ni maombi. Jina la Yesu lipewe sifa. Unaweza ninyang'anya kila kitu, lakini hujanifunga mdomo. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Kanisa nalo likakusanyika, wakakuwa wanatuma maombi, wanatuma signals. Jina la Yesu lipewe sifa. Baada yao kukusanyika na kuomba, Bwana akaweza kutuma malaika aende kumtoa Petro gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Ni kupitia kwa maombi. Haleluya. Unajua mtu akiwa amefungwa pale, uweze tumeleka tu hivyo pastor, uende atuende unaenda kumtoa pale gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana akatumanishia Petro, malaika akaenda akamtoa. Bwana Yesu asifiwe. Na akamguza akamwambia, "Oya, amuka." Bwana Yesu asifiwe. Na Petro alikuwa anajielewa, alikuwa anafikiria ni kuota anaota. Bwana Yesu asifiwe. Na wanapopita malango yanaenda yakifungukaga. Bwana Yesu apewe sifa. Malango yanaenda yakifunguka. Tunaambiwa kwamba ile minyororo ikaweza kukatika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kwa sababu ya maombi. Wapendwa, ndani ya taifa letu la Kenya
wanahitaji maombi. Lazima kanisa lisimame katika nafasi yao. Bwana Yesu asifiwe. Machafuko ambayo tunaona leo hii ni kwa sababu kanisa hamjakubali kusimama katika nafasi yenu tuweze kutuma signal. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo tunaona machafuko mengi. Bwana apewe sifa. Vijana wanauliwa, sijui hii imefanyika. Kanisa lazima tusimame tuweze kuingia katika maombi. Mambo mengine lazima tukatane nayo katika maombi. Ndio tuende kupigana. Hatuna silaha za kutosha za kwenda kupigana, lakini silaha zetu kama kanisa ni maombi. Jina la Yesu lipewe sifa. Wapendwa, lazima tusimame katika nafasi yetu. Pengine tunangojewa kama kanisa tuweze kusimamisha mambo ambayo yanaendelea, na unapata kwamba kanisa limelala. Na tunaambiwa kwamba wakati Petro alipelekwa gerezani, kanisa halikutawanyika. Walijua kwamba tutakusanyika tuombe maombi ya umoja. Bwana Yesu asifiwe. Wakakusanyika kwa nyumba moja. Nikitazama kwa mtazamo wangu naona kila mtu alikuwa anamlilia Bwana kwa njia yake. Wako huko wamejitupa huko. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa wakati wa kuangalia wewe ni nani, wewe uko na mali kiasi gani. Bwana Yesu apewe sifa. Kila mtu akaingia pale sasa, na kwanza kubisha mbinguni. Wakapisha mbinguni, wakaendelea kubisha mbinguni mpaka Bwana akasikia kilio chao, akaweza kumtumania Petro. Kanisa asubuhi ya leo nimekuja kukuambia kwamba tuinuke tu wapendwa, kama kanisa tuingie katika maombi. Maana kupitia maombi mambo mengi tunaweza simamisha. Kupitia maombi mili zetu hazitapigwa na magonjwa. Pengine ugonjwa ambao tunapitia leo hii ni kwa sababu ya maombi. Tulikataa kuingia katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Hali ambayo unapitia leo hii ni kwa sababu bado hujakubali kubisha mbinguni. Ndio maana unaendelea kupitia hiyo hali. Mpendwa, kuanzia leo tuinuke tu katika maombi. Simama katika nafasi yako, ingia katika maombi. Maana vita vingine hatutawezana bila maombi. Mpendwa, hatutawezana bila maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tutaishi kanisani tukisema hairisiva. Lakini lazima tuinuke tuingie katika maombi. Mpendwa, Bwana Yesu asifiwe. Vijana wetu hawatakuliwa tena. Lazima tuingie katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Waume wetu hawatapotelea katika dhambi. Lazima tukubali kuingia katika maombi. Wapendwa, wake wetu hawatapotea. Lazima tuingie katika maombi. Mambo zingine tunasimamisha spiritually. Jina la Yesu lipewe sifa. Ndio tutapigana. Tunaambiwa kwamba vita vyetu si vya mwili na damu. Vita vyetu ni vya kiroho. Tunapigana spiritually. Bwana Yesu asifiwe. So kanisa lazima tukubali kusimama kuingia katika maombi. Wapendwa, jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Hakuna kitu ambacho shetani anaogopa kama maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kwa sababu kanisa limelala, ndio maana kwamba hata wachawi na waganga wanacheza tukarata kwako. Wanakuchezea tukarata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kwa anga lako hakuna kitu, so wanakuchezea tukarata. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu anga yako haiko busy. Bwana Yesu asifiwe. Pengine unapata kwamba mara ya mwisho kuomba ni Sunday. Wakati tulikuwa hapa hivi ndio uliomba. Jina la Yesu lipewe sifa. Na unataka mambo fulani itoke katika maisha yako. Ni hao ni wale tunaambiwa kama ulete kanisani ukisema I receive January to December I receive. Jina la Yesu lipewe sifa. Tuingie katika maombi. Tuingie katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Mambo zingine pastorao hatutawezana hivi. Si ni kweli? Lazima tuingie katika vita vya kiroho. Tupigane. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu wewe umelala, shetani uroke. Shetani naye anaona kwamba uko dormant sana. Ndio maana anapata nafasi ya kucheza na wewe. Anacheza karata na wewe. Jina la Yesu lipewe sifa. Anga lako haliko busy. So unapata wachawi na waganga wanapata nafasi, wako na room ya kukuchezea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunapigwa, tuna magonjwa ovyo, tunafanyiwa vitu ovyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu anga letu haliko busy. Lazima tukubali kuingia katika maombi. Kama sio maombi, pengine Petro angekuwa bado pale gerezani. Jina la Yesu lipewe sifa. Lakini kanisa likajua nafasi yao ni kuingia katika ulimwengu wa kiroho. Tukapigane. Bwana Yesu asifiwe.
kubisha mbinguni. Mwimbaji wa Kikuyu akaimba akasema kwamba wakati adui zako wako busy kukuongelelea, na wewe kuwa busy kuongea na Bwana. Jina la Yesu sifa. Usikuwe busy kumjibu, wewe kuwa busy kuongea na Bwana. Kuwa busy kubisha mbinguni. Jina la Yesu sifa. Ukibisha mpaka mlango uweze kufunguka. Jina la Yesu sifa. Maana hakuna mahali ambapo tunaweza nenda bila maombi mpendwa. Jina la Yesu sifa. Haleluya. Maombi ndio tunahitaji katika maisha yetu. Wacha maombi ikawe ni chakula chetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na asubuhi nimechallengewa na papa. Papa ametuhubiria asubuhi kwa vijana. Na nimesikia ametuuliza kwamba ingekuwa wakati ambapo unasomaga Biblia mara ngapi ama unaombaga mara ngapi? Unapata kwamba unaombaga mara moja. Na kama ungekuwa unaambiwa kwamba chakula inapatikana kwa hiyo Biblia ungekuwa unaifungua mara ngapi yenda? Tusemezane tu kweli. Papa ametuuliza hiyo kitu asubuhi mpaka nikajiuliza yenyewe. Na kama ungekuwa unaambiwa kwamba kitu ambacho unatafuta hapa pasta zipi inapatikana kwa hiyo Biblia ungekuwa unaifungua mara ngapi kwa siku? Ungekuwa unaifungua mara mingi sana. Ungekuwa unaambiwa chakula ambao unatafuta enda Consolata haipatikani kwingine, iko tu kwa maombi. Enda tu omba tu itapatikana. Ungekuwa unaomba mara ngapi? Wengine wetu hatungekuwa tunatoka kanisani. Si ndio msarongata? Kabisa. Hatungekuwa tunatoka kanisani, wengine wetu tunge kita kambi hapa hivi. Hapa tungetengeneza ndio nyumbani kwetu. Jina la Yesu sifa. Kwa sababu unajua kitu ambacho unatafuta kinapatikana kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu wewe hauoni hiyo kitu, ndio maana hata kuomba kwako ni ngumu. Jina la Yesu sifa. Hallelujah. So every Sunday tuko hapa hivi kusema pastor niombe, pastor niombe, pastor niombe. Wewe utawaombea lini? Lazima uanze na wewe. Jina la Yesu sifa. Hawezi kuwa wewe uchiombei halafu unakuja kuambia pastor niombe. Wewe kwanza jiombe ndio ukuje kwa mchungaji akuombe. Jina la Yesu sifa. Bisha kwanza mbinguni, jibishie wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Umejaribu kubisha kakataa kufunguka? Keti. Umebisha kakataa kufunguka? Bwana Yesu asifiwe. So kumaanisha kwamba sisi bado hatujabisha. Na anasema kwamba bisha nitakufungulia. Bwana Yesu asifiwe. Kwani yako akisema ukibisha nitakufungulia, tafuteni nanyi mtapata. Bwana Yesu asifiwe. Ombeni nanyi mtapewa. So vitu ambazo tunatafuta ni kwa sababu hatujabisha, hatujaomba. Si ni kweli? Hatujaingia tuombe. Jina la Yesu sifa. Wapendwa, tukubali kuingia katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kubisha mbinguni. Kitu ambacho unatafuta ipatikane hivi, ingia kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kama kanisa tusimame, tuingie katika maombi. Tusimame katika nafasi yetu ambao Bwana alituaminia na alitudhaminia tukasimame. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa tusimame. Kanisa tukisimama katika nafasi yetu, kuna mambo mengine hata tutawaiona. Jina la Yesu sifa. Haleluya. Na tunaambiwa kwamba unapata kwamba kwa sababu unapata kuna watu wanatoka katika kuwa Christians wanaenda kufanya mambo yao. Ni kwa sababu ya nini? Wewe as a Christian, kama Mkristo, hauonyeshani njia ya Kristo, hautembei kama Kristo. Jina la Yesu sifa. Kwa sababu huwezi kuwa unafanya mambo ambao watu wengine wanafanya na unajiita bado ni Mkristo. Jina la Yesu sifa. Lazima ukuwe wewe ni wa kipekee. Ujulikane wewe ni Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Tafuteni nanyi mtapata. Bwana Yesu sifa. Tufunguliwe katika Matthew 11 verse 12. Matthew 11:12. Matthew 11:12. Biblia inasema kwamba tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu huuteka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme tangu siku za Yohana
wa mbinguni. Jina la Yesu pesa. Unajua hiyo nisema mtu mwenye atafuti ama aende kutafuta kazi au anasema bwana anafunga macho, anasema nikifungua macho nipata mkate na nyama na nini hapa kwa meza. Haiwezekani. Si ni kweli? Haiwezekani. Inatekwa kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uingie ukatafute. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uende ukabishe. Hauwezi simama hivi na ungoje mlango ifunguke. Ukubali kubisha. Jina la Yesu asifiwe. Unajua hiyo nisema upate askari amekuja na bunduki akuja kwa hiyo mlango aseme wewe mlango funguka. Unajua mimi ni askari. Unajua niko na bunduki. Unajua mimi niko na bunduki, unajua mimi ni nani? Unajua mimi ni komando. Hii mlango funguka. Haiwezi funguka mpaka aweze kubisha ama aende kufungua. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. It doesn't matter uko na nini. It doesn't matter wewe ni nani. Lazima ukubali kubisha mbinguni. Kubali kubisha kwa maombi ndio milango yako iende kufunguka. Kubali kuitana mbinguni mpendwa. Hallelujah. Haijalishi uko na mali kiasi gani, haijalishi wewe ni nani, haijalishi wewe ni mnono kiasi gani ama wewe ni mwembamba kiasi gani, shida ni bado haujabisha. Kubali kubisha. Jina la Yesu sifa. Furaha ambayo unatafuta ni kwa sababu hujaipata, kwa sababu bado hujabisha. Bado umesimama ijilete yenyewe. Kubali kubisha. Kazi ambayo unatafuta, kubali kubisha. Bwana Yesu asifiwe. Kubali kubisha. Uponyaji ambao unatafuta ni wewe bado hujabisha. Kubali kubisha. Ukibisha kufungulia. Jina la Yesu sifa. Kwa sababu wakati ambapo wewe ni muumbaji, kuna unajua hata utakuwa na timu yako. Utakuwa na timu ya mshenee. Si kweli? Au utakuwa na, kwa sababu wewe uko busy. Una connect watu na mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu watakuja kukutafuta wewe wakitarajia wewe uko busy huko na bisha mbinguni. Wakiwa busy kukufanyia mambo zao, wewe uko busy kubisha mbinguni. Jina la Yesu sifa. Hallelujah. Amen. Na ukiendelea kusoma hiyo verse chapter 12, ukiendelea hapo chini utapata kwamba baadaye Herode alikuja akakufa. Alianguka kutoka wakati alikuwa anahutubia watu, akaanguka akakufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya nini? Bwana si alikuwa amekusudia kuhudhuria, address watu. Jina la Yesu sifa. Alikuwa amechagua Petro. Bwana Yesu asifiwe. Herode alikuwa anapinga. So hiyo ni kumaanisha nini? Wewe ambao unapinga injili ya Kristo, wewe utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Maana Herode alikuwa anapinga, alikuwa pingamizi, alikuwa kizuizi. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe ambao unazuia injili, wewe ambao unapiga watumishi wa Mungu vita, ujue siku yako inafika. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambao unapigana vita, jua kwamba siku yako inafika. Wewe ambao utaki injili iendelee mbele, jua kwamba siku yako inafika. Maana si wewe ulichaguliwa, yule ambaye alichaguliwa si wewe ulimchagua. Bwana Yesu asifiwe. So wewe ukianza kupiga vita, jua hiyo ni vita ambayo unajiletea. Na tukaambiwa kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Bwana Yesu asifiwe. Jua kwamba endman ikifika, wewe utapata mshahara wako. Mambo ambayo umekuwa ukifanya utapata mshahara. Jina la Yesu sifa. Maana Herode alikuja akakufa baada ya kupeleka Petro gerezani, amerudi anaenda kuwahutubia watu, akaanguka akakufa. Jina la Yesu sifa. Kwa sababu Bwana si yeye alikuwa amekusudia. Hakuwa amekusudia Herode akahutubia watu. Jina la Yesu sifa. Alikuwa anatarajia Petro aende akahutubia watu. Jina la Yesu sifa. Akaanguka akakufa. Hallelujah. Kanisani leo hii tuko na watu ambao wamekufa. Sisi tunataka kukufa physically, lakini spiritually hauko. Umekufa, si ndio? Tunaweza kuwa tunakuona hivi unatembea vizuri, lakini ndani umekufa. Jina la Yesu sifa. Hallelujah. Nikimalizia, napenda tu kuambia kwamba wapendwa, tusimame katika nafasi zetu. Vita zingine za physical tuachane nazo, tuingie katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Wacha anga letu likakue busy. Anga letu likakue busy.
Unajua wakati ambapo unaweka anga yako ulikuwa busy, hautakuwa na time ya mambo mengine. Hautakuwa unasikiza nini wanasema, kwa sababu wewe uko busy. Uko busy kubisha. Jina la Yesu lipewe sifa. Vitu ambazo wanasema wewe achana nao, wewe kuwa busy kubisha. Jina la Yesu lipewe sifa. Maana unajua ni nini ambacho unataka. Kuwa busy kubisha. Wewe uko busy kwa mambo ya kusengenya. Wewe kuwa busy kubisha mbinguni, maana unajua ni nini ambacho unataka. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Pengine unataka hiyo minyororo ambayo imekufunga iweze kukatika. Sasa kuwa busy kubisha mbinguni, kuwa busy kuitana. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo biashara yako kuwa busy kubisha, itanie mbinguni. Jina la Yesu lipewe sifa. Itana mbinguni. Jibu lako haliko na wanadamu. Jibu lako liko mbinguni. Jina la Yesu lipewe sifa. Okay, hiyo miaka yote ukiwa wanadamu wakusaidie, ni wangapi wanakusaidia? Umefika wapi juu walikusaidia? Bwana Yesu apewe sifa. Umefika wapi? Jibu lako liko na wanadamu. Jibu lako liko na Bwana. Jina la Yesu lipewe sifa. Hata hospitali tunaambiwa kwamba daktari anatibu, Mungu anaponya. Si ni kweli? Yeye anatibu, daktari anatibu, Bwana anaponya. So daktari atakutibu aje? Kama Bwana hajakuponya, hautaweza. Hauwezi pona. Jina la Yesu lipewe sifa. Kuwa busy kubisha mbinguni. Bisha kwa ajili ya ndoa yako. Bisha kwa ajili ya masomo ya watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kitu ambacho tunaweza watuma nayo. Wanaporudi shuleni kesho, kitu ambacho tunaweza watuma nayo, tunawatuma tuna maombi. Bwana Yesu asifiwe. Mzima tunawatuma na maombi tu. Hiyo ndio kitu tunaweza wapatia. Ndio tunaenda kosa fedha na nini ya kuwapatia, lakini tunao maombi, tunaweza watuma na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Muweze kubarikiwa sana. Amen.